Hujambo ndugu mpenzi mtazamaji, na karibu katika kipindi cha Kubobea Andikoni, kubobea katika maandiko. Upo nami Baraka Tosi na tupo katika somo la 5 ambalo lina kichwa kinachosema Yesu na Uhindu. Na huu ni mwongozo wa kujifunza Biblia kwa vijana kwa miaka 19 mpaka 35. Na kabla hatujaendelea, hebu tupate ombi. Tuombe. Baba yetu mtakatifu, asante sana kwa ulinzi na ukuu wako. Tazama muda huu tunapojifunza neno lako, fungua akili zetu, tusaidie tuelewe kile ambacho unahitaji tujifunze, katika jina lako Yesu Kristo. Amina. Juma hili tunaangalia Ukristo na Uhindu. Hizi ni dini mbili kati ya dini 3 mashuhuri katika ulimwengu. Na tunaangalia Yesu anavyozungumzwa katika Biblia, lakini pia tunaangalia upande wa Uhindu wao na msimamo wao katika dini yao ni upi. Kwa hiyo tutaangalia tofauti kadhaa kati ya Ukristo na Uhindu, lakini hatimaye tutaangalia msingi upi ambao Biblia unasimamia dhidi ya wanadamu na nini wanadamu wanatakiwa wakiamini juu ya hatma yao. Juma hili somo linaanza kwa kutufikirisha katika kisa katika mashairi ambayo ni moja ya mashairi marefu kuliko yote katika dunia hii, na yanaitwa mashairi ya Mahabharata. Kisa hiki kinaeleza juu ya India ya kale, ambapo kuna wanajeshi au majeshi mawili ambayo yameingia katika uwanja wa vita na yanahitaji kupigana. Katika jeshi moja kuna shujaa mmoja ambaye anaitwa Arjuna, na huyu Arjuna anaingia akiwa na hofu, akiwa na mashaka, akiwa anawaza ni namna gani anaweza akapigana katika hiyo vita. Lakini hapo akiangalia wanajeshi wenzake na walimu wake na watu ambao yupo pamoja nao, akiwatazama nao anaona wana hofu, wana woga, wana wasiwasi, na anapowaona wakiwa katika hali hiyo, hofu yake inakuwa zaidi na inakuwa kubwa. Ndipo anapogeuka na kumwona dereva wake ambaye anaitwa Krishna, anajifunua na kuonyesha uungu wake, kisha anamtia moyo huyu Arjuna, anamsii juu ya umuhimu wake katika kupigana vita hiyo, na anamweleza kwa nini hana sababu ya kuogopa hiyo vita na ni kwamba anaenda kushinda. Kwa hiyo ndivyo shairi linavyosema, lakini lazima tujiulize, huyu Krishna ni nani? Huyu Krishna katika dini ya Kihindu anaelezwa kama Mungu mmojawapo, ambaye ni Mungu ambaye alijivika mwili wa kibinadamu, na anaelezwa kama mcheshi, mpole, na ambaye ni mwema sana na yupo katika kuwapambania watu wake. Dini hii ni kati ya dini 3 mashuhuri ambayo ina wafuasi zaidi ya bilioni 1.2 katika nchi ya India na Nepali, hasa ndio wafuasi wake walipo huko. Na hii dini ya Kihindu inamweleza Krishna kama Mungu mkuu sana. Yeye pia ndiye anayetoa ulinzi na anayewafanya watu wawe na huruma, lakini pia ana upole kama nilivyokwisha kusema, lakini pia ana upendo. Sasa dini ya Kihindu ina nguzo 3 muhimu, na nguzo ya kwanza ni mzunguko wa kuzaliwa, kufa na kuzaliwa upya. Yaani kwamba mtu anaweza akazaliwa leo, akakua, akafa, akisha kufa anaenda kuzaliwa tena sehemu nyingine, au anazaliwa upya. Hiyo ndio nguzo ya kwanza. Lakini nguzo ya pili ni karma, ambayo hii inaeleza ya kwamba matendo na matokeo yake yanaonekana katika maisha ya kila mtu. Yaani unapofanya matendo mema, basi utakuwa na hatma njema, lakini ukiwa na matendo mabaya utakuwa na hatma mbaya. Lakini nguzo ya mwisho kabisa ni moksha au ukombozi. Yaani lengo la mwisho kabisa la
ulimwengu huu ni kukomboa roho kutoka kwenye mzunguko wa kuzaliwa upya, ili kuingia na kuungana na uungu. Ndivyo ambavyo dini hii ya Uhindu ina nguzo hizi tatu kubwa. Na Mungu mwenyewe huyu Krishna katika kitabu cha Bhagavad Gita sura ya 11 ya fungu la 32 au aya ya 32, Krishna anaeleza ya kwamba mimi ni wakati mwangamizaji kwa wote, nimekuja kuangamiza ulimwengu. Anajieleza yeye kama mwangamizaji ambaye amekuja kuangamiza ulimwengu. Lakini hii kauli inapingana kabisa na namna ambavyo Wakristo wanaamini na wanamwamini Yesu wao. Yesu anajieleza katika kitabu cha Yohana 14 fungu la 6 ya kwamba mimi ndimi njia ya kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Hapa Yesu anaeleza ya kwamba yeye yupo kwa ajili ya kuwapa watu uzima na sio kuangamiza. Yesu anatoa uzima wa milele kwa watu wake na sio kuangamiza. Lakini pia Yesu pia anaeleza ya kwamba kifo hakina mamlaka ya kumshikilia mtu yeyote pale ambapo kunakuwa na uwepo wa Yesu hapo. Tuna visa vingi katika Biblia ambapo tunamuona Yesu akishinda kifo. Tunamuona anamfufua Lazaro, anadhihirisha ya kwamba kifo hakina nguvu pale ambapo mtu yupo pamoja na Yesu. Kwa hiyo juma hili tunaangalia ulinganifu dhidi ya dini ya Kikristo na dini ya Kihindu, na tutaangalia hatma ya haya yote, ya kwamba nini ambacho tunatoka nacho katika somo hili sisi kama Wakristo. Tunapoendelea na somo hili kuna mambo kadhaa ambayo natamani tuyazingatie, ya kwamba Yesu ni Mwokozi wetu. Yesu amekuja kuwapa watu uzima. Yesu amekuja kuangamiza kifo. Yesu ana funguo za mauti, lakini kifo hakina mamlaka. Lakini jambo la mwisho kabisa, yeye ni uzima. Wakati ambapo Krishna yeye amekuja kuangamiza katika vitabu vyao Wahindu, Yesu anasema mimi ni uzima na nimekuja kuwapa uzima tele. Mada kadhaa tutakuwa nazo hapa katika juma hili, na mada ya kwanza inaitwa kuzaliwa upya dhidi ya kuzaliwa mara ya pili. Mada nyingine inasema kutathmini kuzaliwa upya kwa mtazamo wa Biblia, lakini pia tutaangalia kuvunja vizuizi ya Injili dhidi ya mfumo wa tabaka, lakini pia tutakuja tuangalie tumaini kwa wasio wa Kristo. Tukianza kuzaliwa upya dhidi ya kuzaliwa mara ya pili. Wahindu wao wanaamini ya kwamba mtu akifa anaenda sehemu nyingine kuzaliwa, au anakuja anazaliwa kwa namna nyingine, na inaendelea kueleza ya kwamba kama mtu alikuwa anafanya matendo mema atakuwa na hali nzuri, lakini akiwa na matendo mabaya atakuwa na matendo mabaya, atakuwa na maisha mabaya katika ulimwengu unaokuja, au katika wakati mwingine, katika nafasi nyingine, katika reincarnation, hiyo inaitwa hivyo. Na hiki ndicho kitu kikubwa ambacho kinaitwa karma, matokeo ya matendo ya awali. Lakini Ukristo hausemi hivyo. Ukristo wenyewe unasema karma njema au matendo yetu hayawezi kuvunja nguvu ya mauti, lakini ni Roho Mtakatifu ndiye ambaye anaweza kuvunja nguvu ya mauti. Lakini kuna kitu kingine hapa ambacho kinaelezwa, swala la kuzaliwa upya. Wahindu wenyewe wanaamini kwamba mtu akifa atazaliwa upya kwa namna nyingine. Lazima ufe ndipo uzaliwe upya, na kama ulikuwa mwovu unaweza kuzaliwa kwa kitu kingine, labda jinsia nyingine, au kwa labda mnyama au kitu chochote kama hivyo. Lakini tofauti na Wakristo, na sisi Wakristo tunaamini kuzaliwa upya
Yesu alimweleza Nikodemo ya kwamba lazima uzaliwe upya, maana yake akimaanisha lazima ubatizwe. Na Yesu anaeleza katika Yohana 3:3 ya kwamba amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa upya hawezi kurithi ufalme wa Mungu. Na anaendelea kusema haishii tu kubatizwa. Ukiangalia katika Wakorintho wa pili 5:17 imeandikwa, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kwa hiyo kuna mambo kadhaa hapa ambayo yanafanyika pale ambapo Kristo anakuwa ndani yako, au wewe unapoingia ndani ya Kristo. Shauku mpya inaundwa katika maisha yako, lakini uzoefu mpya unaundwa katika maisha yako, lakini zaidi ya yote ushindi mpya unakuwa kwako. Kwa hiyo sisi kuzaliwa upya sio kuzaliwa kwa umbo lingine, yani kuwa katika umbo lingine la kimwili, bali maisha yako kuwa na upya na kuanza upya katika Kristo. Mada nyingine inasema kutathmini kuzaliwa upya kwa mtazamo wa Biblia. Uhindu wenyewe unaamini ya kwamba hakunaga mwanzo wala hakunaga mwisho. Yani mimi leo kama nilivyo hivi, sijui nilizaliwa, yani nilianza lini, kwa sababu huenda huko nyuma labda niliwahi kuwa kiumbe tena kwa namna nyingine, labda niliwahi kuwa mbwa, au niliwahi kuwa mwanamke, au niliwahi kuwa namna fulani. Ndivyo ambavyo Uhindu unaamini. Lakini sisi hatuamini hivyo. Sisi tunaamini Yesu Kristo alituumba. Na jambo lingine ni kwamba huku kuzaliwa upya katika dini ya Kihindu, yani kwamba unaenda kuzaliwa upya, unaanza maisha mapya na haukumbuki yale yote yaliyopita, kunaleta swali ya kwamba sasa kama kuna mambo kama hayo, haki iko wapi? Kwa nini mtu hahukumiwe katika mambo ambayo hata hayakumbuki? Kwa sababu kama nimeenda katika maisha mapya na maisha yangu yamekuwa mabaya kwa sababu labda nilifanya kitu fulani kibaya, lakini sikumbuki, sasa haki yangu inakuwa wapi? Kwa sababu mimi sikumbuki nilichokifanya huko nyuma. Sasa hiyo inaleta ukakasi hapa, lakini ni tofauti na Ukristo. Sisi tunaamini ya kwamba ukisoma Warumi 14:12, basi kila mtu miongoni mwetu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu. Siku ya hukumu kila mtu atakumbushwa na atatoa habari zake mwenyewe. Lakini kitu kingine kama nilivyokuambia kwamba Uhindu hauamini kwamba mwanzo ni upi, na yani huo mzunguko wa mwanzo, kufa, kuzaliwa upya haunaga mwisho. Ni tofauti na Ukristo. Ukristo sisi tunaamini Mungu ametuumba mara moja na kwa namna ya ajabu. Na Waebrania inasema kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja na baada ya kufa hukumu, kwamba sisi tunakufa mara moja. Hatufi eti tena tukazaliwe tena sehemu nyingine, tena tuishi, tena tufe. No, tunaishi na kufa mara moja. Kwa hiyo wakati ulionao wa kuishi unatakiwa utumie vizuri kwa ajili ya kutenda mema, kwa ajili ya kufanya mambo ambayo yanampendeza Mungu, ili kwamba utakapokufa, hukumu ikija, uwe katika sehemu salama. Au kama utakuwa hai mpaka hukumu inafika, basi uwe sehemu salama kabisa. Lakini pia kuna mada nyingine ambayo inasema kuvunja vizuizi. Injili dhidi ya mfumo wa tabaka au hadhi. Katika Bhagavad Gita, hiki ni kitabu, Krishna anafundisha juu ya dharma, yani wajibu. Anatoa wajibu kwa matabaka 4 ya watu. Na tabaka la kwanza linaitwa Brahmin. Haya ni matabaka ya kijamii. Hawa Brahmin ni makuhani. Anaeleza makuhani wanatakiwa wafanye nini, wajibu wao na kila kitu. Lakini anakuja anatoa tena wajibu kwa kshatriya. Hawa ni mashujaa. Anaeleza mashujaa hawa wafanye nini hivyo. Lakini wengine wanaitwa vaishya, hawa wafanya biashara, na wengine wanaitwa shudra, hawa wafanya kazi au vibarua walioajiriwa. Na kwa hawa sasa wanaelezwa
idhini yao ni nini, wafanye nini, katika dunia waishije na kila kitu. Sasa kuna watu wengine ambao hawajatajwa, hawa wanaitwa Dalitis. Hawa wamekuwa wakipitia katika mateso sana kwa sababu hawajatajwa kabisa. Lakini hata wale waliotajwa, kwa sababu kila hawa wamepewa kazi zao au majukumu yao ya kufanya hapa duniani. Sasa wanapitia katika namna ya ubaguzi, kwa sababu kila hao wanawabagua wengine, na hii inaaminika ya kwamba kila mtu tangu amezaliwa yupo katika tabaka hilo. Sasa wale ambao hawana matabaka, ambao hawajatajwa katika sehemu hizo zote 4, au wanaoitwa Dalitis, wamepitia katika changamoto ya ubaguzi na kutengwa au kutokuwa na access au kupata nafasi ya elimu. Yani wamepitia katika changamoto au wanapitia katika changamoto kubwa sana. Huenda hata wanakosa matibabu kwa sababu tabaka lao halijatajwa na tabaka lao halipo, yani lenyewe linaonekana kama halipo. Kwa hiyo tofauti na Yesu yeye hapendi kabisa matabaka, na haya matabaka alijaribu kuyaondoa. Alipokuwa duniani yeye aliishi na watu wa aina yote, waliokuwa maskini, waliokuwa matajiri, wote aliishi nao vizuri. Na mfano mzuri tunauona katika kisa cha Msamaria pale kisimani, mwanamke Msamaria pale kisimani na Yesu anaomba maji kwa mtu ambaye alidharauliwa, au jamii ambayo imedharauliwa na Wayahudi, kwa sababu Wasamaria walikuwa wamedharauliwa na wameonekana hawafai kabisa. Lakini Yesu anaondoa tabaka kwa kuishi nao vizuri. Kitu kikubwa ambacho Yesu alihitaji kukionyesha kwa watu hawa ni kwamba katika ufalme wa Mungu kila mtu ana thamani sawa na sio matabaka. Kuna nukuu hapa ambayo natamani kuisoma katika kitabu cha Ministry of Healing ambacho kimeandikwa na Ellen G. White, ya kwamba Kristo alikuja kuvunja kila ukuta wa utengano. Alikuja kuonyesha kwamba zawadi yake ya rehema na upendo haina mipaka, kama upepo, mwanga au matone ya mvua yanayoburudisha dunia. Yesu alikuja kuondoa matabaka. Paulo pia aliwaonya na kuwakemea Wagalatia. Anasema katika kitabu cha Wagalatia 3:28, hapana Myahudi wala Myunani, hapana mtumwa wala huru, hapana mtu mume wala mtu mke, maana ninyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu. Na katika kitabu cha Ufunuo Mungu mwenyewe anamwambia Yohana ya kwamba injili itatakiwa ihubiriwe kwa watu wote, kila lugha, kila kabila, kila taifa. Ufunuo 14:6 imeandikwa kila taifa, kabila, lugha na jamaa. Yani malaika kahubiri kwa watu wote, na anamaliza kwa kusema haya yote yakapelekwa kwa kila taifa na kila kabila, kila lugha na jamaa. Kwa hiyo Mungu hapendi matabaka, lakini yeye anatamani watu wote wachukuliane sawa. Mwisho kabisa kuna mada ambayo inasema tumaini kwa wasio wa Kristo. Tumaini kwa wasio wa Kristo. Kuna ile imani ya kwamba kwa sababu wale wengine hawamjui Kristo, hawafanyi mapenzi ya Mungu, au hawafuati kama amri za Mungu, hawafuati kama kile ambacho Biblia inasema, kwa hiyo watapotea. Lakini kuna nukuu hapa ambayo natamani nikuambie leo juu ya kukemea watu na kuwaona watu wengine hawafai. Hii nukuu ni katika kitabu cha Desire of Ages, tumaini la vizazi vyote. Imeandikwa ukurasa wa 638. Miongoni mwa watu wa mataifa, yani wasio wa Kristo, wapo wale wanaomwabudu Mungu kwa kutokujua, wale ambao nuru haijawafikia kupitia chombo cha kibinadamu, lakini hawatapotea. Ingawa hawajui sheria iliyoandikwa ya Mungu, wamesikia sauti yake ikinena pamoja nao katika asili. Wamefanya mambo ambayo sheria inahitaji. Matendo yao ni ushahidi kwamba Roho Mtakatifu amegusa mioyo yao na wanatambuliwa kama watoto wa Mungu.
Matabaka ni chukizo kwa Mungu. Hatutakiwi kuendekeza matabaka kabisa katika jamii zetu. Mungu ameandaa mbingu kwa ajili ya wateule, wale ambao watakubali kuwachukulia wenzao kama wao wanavyochukuliwa. Na hili ni jambo la muhimu sana ambalo kila mtu anatakiwa afanye kama anahitaji kuingia mbinguni. Hili ndilo somo la juma hili, lakini kuna mambo matatu makubwa ambayo natamani uondoke nayo. Ya kwamba hata kama utasahau mengine yote uliyoyaona katika somo hili, kumbuka haya mambo matatu muhimu. Jambo la kwanza ambalo tunatoka nalo katika juma hili katika kutofautisha Wahindu na Wakristo: moja, wokovu ni zawadi kutoka kwa Mungu. Hautegemei matendo yetu binafsi, hautegemei karma binafsi ambayo tunaweza kuidhani au watu wengi wanavyosema. Lakini jambo la pili ni kwamba hukumu ya Mungu ni ya haki na ya moja kwa moja. Tunaishi mara moja tu na tunakufa mara moja tu, na maisha hayo ndiyo tutakayoyatolea hesabu, hayo maisha ambayo tumeishi mara moja tu. Lakini jambo la mwisho kabisa, Biblia inapinga mifumo ya matabaka ya kijamii kwa kutufundisha kwamba wanadamu wote ni sawa. Wanadamu wote ni sawa. Mungu akubariki unapoamua kutendea kazi haya mambo matatu makubwa ambayo tumeyapata katika somo la juma hili. Na tunapofunga kabisa, tupate ombi. Baba yetu mtakatifu, tunakushukuru sana kwa mambo makuu ambayo umeyatenda katika maisha yetu. Tumejifunza ya kwamba haupendi matabaka, lakini tumejifunza ya kwamba tunaishi mara moja tu, na katika kuishi kwetu tufanye vizuri, kwa sababu maisha yetu tutayatolea hesabu siku ile ya hukumu. Tusaidie tutende mapenzi yako katika jina lako Yesu Kristo. Amina. Basi ndugu mpenzi mtazamaji, Mungu akubariki sana, na ikiwa hizi video zinakubariki, kumbuka kusubscribe, lakini kulike na pia kushare na watu wengine waweze kubarikiwa na video hizi. Mpaka wakati mwingine, asante.